tofauti miscommunication ya Young Africans ambayo pengine ilikuwa ni tatizo siku ya jana. Nani ambaye anaweza kuwa moja kwa moja kuwa kupata athari hizi kwenye timu ya Young Africans? Lakini pia nakumbuka tulizungumza juzi kwamba Young Africans walisema kwamba makocha hawa watabaki mpaka mwisho wa msimu. Nikapata mashaka kidogo kama unakumbuka kwamba ni kweli makocha hawa watabaki mpaka mwisho wa msimu, kwa sababu tunapoelekea mwisho wa msimu mambo yanazidi kuwa heavy, na unafahamu kikosa popote basi mpinzani wako anaweza kutumia nafasi. Lazima ushinde. Yep. Mechi ambazo ni lazima ushinde, hakuna msamaha kwenye hilo. Kinyume na hapo, sare, kufungwa ni kuhatarisha kombe lako, kwamba uende unaliachia. Kwa hiyo ni mechi ngumu kwa Yanga, lakini pia kwa kilichoonekana jana, maana yake ni kwamba safari yao pia hii ya kumalizia mechi za mwisho huenda zikawa ngumu. Kwa nini? Kwa sababu hizi miscommunication kama zisipochukuliwa hatua ya haraka, tafsiri yake ni kwamba kwenye mechi zijazo pia kuna sehemu, unajua kuna wakati mchezaji anaingia uwanjani yeye anaamini kwamba anachokifanya ni sahihi, lakini kocha, kwa sababu wewe unauona kutokea nje, unaweza kuwa unaona kitu cha ziada zaidi, lakini kwa sababu pengine kuna nguvu fulani, kuna namna wachezaji fulani wana uwezo wa kufoka juu yako, wanaweza kuamua kitu mbele yako wewe, wakaamua hata kutoka kwenye mechi. Kuna maamuzi fulani yanawezekana wakawa wanashindwa kuyaekea mkazo ya kuyabadilisha kwenye mchezo, na hata ikapelekea mambo kutokuwa vizuri. Lakini pia wakati mwingine huwa inapelekea wachezaji kucheza out of mood, iwapo kuna namna watajiona kama vile wewe hutoshi labda, au labda wao kuna kitu ambacho wanaona wanaweza kukifanya zaidi kuliko kile ambacho unawaelekeza. Inaweza kuleta hiyo athari. Lakini pia nje ya hapo, kingine ambacho nakiona, Yanga substitution kwa kipindi hiki walichonacho sio mara moja, hii sio hata hivi karibuni, yani substitution zao hazina athari chanya kwenye timu. Wewe unatoa mtu unaingiza Buba, unategemea nini? Yani uko sababu anaingia nani kuja kubadili mechi? Ndio hicho nikisema hivi sasa hivi pia wachezaji wa Yanga jana, mimi kitu pekee ambacho Mwali nilimuona naye kuna namna alikwama kimahesabu. Kwanza unahisi kwamba anaweza kufika mwisho wa msimu? Abdulhamid Mwali watajua wenyewe Yanga Afrika na kocha wao, lakini kiuhalisia mimi niliwahi kusema wiki moja iliyopita, makocha wanaokaa pale sio standard za Yanga. Klabu inavyokuwa kubwa ina establish standards. Yes, kocha anaweza akaja alipotoka alikuwa hana jina, akapatia jina kwenu, lakini once amesha rise bars za standard kwenye klabu, akiondoka mtakuwa kuleta kocha anayeendana na standard zile. Ndio maana nakwambia mimi sema ni Mwalimu tu kwa sababu yuko more professional, lakini Kiswahili basi pale kama jana Diarra alivyojivunja, anaambia njoo ukawe kwenye bench uongoze timu. Maana yake kiuhalisia uwezi ukawa upo kwenye timu ambayo wachezaji wanakuoverpower wewe mwalimu, wakati kiuhalisia kwenye bench kuna Mabedi, kuna Mwalimu, wote wale ni walimu. Alafu kuna mchezaji anaweza akafeel kwamba mimi nina uwezo wa kufanya kitu chochote na namna anaweza kunifanya kitu chochote. That is too bad kwenye timu ambayo inaanza kukua. Na hiyo ndio unapata signs kwamba kwenye timu kuna wakubwa sasa hivi. Lakini nani anayewa manage ya watu? Lazima uwe na top manager akae pale. Sasa manager mwenyewe naye anagombana na wachezaji wengine. Hata Gamondi angekuwa ndo kocha wa Yanga, ule ujinga alifanya Diarra jana. Subiri. Ile kwa unamsahau ligi nzima mpaka inaisha adaki. Uwezi labda viongozi wangeingilia kati. Kwa bwana kocha mrudishe, utamtoa mchezoni, lakini kiuhalisia mwalimu yote anayefundisha timu kubwa utovu wa nidhamu. Na kuna baadhi ya makocha hawa entertain hata mabosi. Yani kwa mfano mimi Nabi angekuwa na kocha yuko radhi aache kazi kuliko kutawaliwa kwenye Nabi timu. Pale Sheri kwa ni anabaki au Diarra anasugua mpaka mwisho wa msimu. Kwa sababu wewe sikuwa na kipa amekusabotage. Mko kwenye mbio za ubingwa. Mechi ambayo tayari watu wamesawazisha. Wewe ndio unajijua golikipa kweli kwenye timu yenu. Alafu wewe unaamua tu kwamba mimi sasa natoka kwa sababu watu wamenifungisha. Kwa sababu hata yana kusea golikipa yule. Kuna mechi hapa alifungwa goli na Celebwenzi KMC katikati ya uwanja, alipigwa goli shoot. Mbona wenzake hawakugoma sasa? Akamwambia ya mzee, baki peke yako uwanjani. Kuna mechi za na Singida. Ilipigwa cross akamtemea Soa ile. Mbona mabeki wakasema sasa Diarra na sisi tunatoka cheza peke yako. Ila yeye jana Mwamnyeto kufanya lile kosa technically yeye mchezaji kaamua bwana mimi sitaki kuendelea. That is too bad. Kuna miscommunication baina ya wachezaji na mwalimu alishindwa kuzifahamu mapema,
ama shida ilikuwa wapi? Kwa sababu tulikuwa tunatizama game tulikuwa tunaona kabisa kulikuwa kuna changamoto ya ukweli ambao utakuwa mgumu kukubalika. Ni kwamba mabeki wenyewe wa Yanga wanamuogopa Diarra, ila Masalanga wala hawamheshimu, kwa sababu alichokifanya Mwamnyeto kwenye ile goli la pili, huwezi wewe beki kuacha mpira upite bila kucommunicate na kipa, na mara nyingi goalkeeper anatakuwa akwambie acha mpira na catch. Yes, anatumia sana hiyo kauli. Ukiwa uko wewe na mchezaji mwenzako wa timu moja, hakuna mpinzani, ukisema acha sio shida. Kwa mfano kwa Mwamnyeto angekuwa ni goalkeeper ndo atakuwa mwambie Mwamnyeto acha ili ni dake, ila Mwamnyeto alijiamulia tu mpira huu hauna kasi, mimi na ukwepa kipa atadaka. Haiwezi kuwa vile. Lakini angekuwa kwa Diarra, siamini kama angemwachia ile mpira Diarra vile adake bila kukubali kuambiwa, kwa sababu Diarra huwa hawezi kuwakubalia wachezaji wake. Na outcome ya pale labda wangeenda dressing room, labda pangewaka na nini, au ushawishi wake kwa mwalimu pale pale. Mimi niliangalia mechi ya Yanga na Simba ya 2-2. Kuna muda Baka alipewa back pass akakosea, Diarra alimfuata, na hata kuna mpira mmoja jana kama uliangalia kumpa pasi, yani alikuwa anaweza kumpa Baka ile mechi ya Simba pasi akagaili akarudisha mpira huko kwa Mwamnyeto. Tukiona Diarra jana kama ulitazama vizuri goli lile la kwanza alivyojifunga Mwamnyeto, alikuwa anasemeshwa na Diarra akamjibu tulia, yani straight kabisa. Hata unaangalia kwa mdomo, tulia ni neno fupi sana, tulia, yani tena sio kwa mimi nzuri, yani ni kama yani jana bwana alikuwa hayupo, labda alikuwa na mambo mengine kidogo yanamzonga. Hatuwezi kusema kwamba sijui nini ambacho hasa kimewakuta kwenye eneo hilo, kwa sababu hata goli la mwisho kabisa ambalo ni la tatu ambalo Dodoma Jiji waliamua nalo mchezo lilikuwa ni goli fulani ambalo ukikaa kwa makini unajiuliza walimwachia nani nafasi. Yao ndio beki wa mwisho. Yao alitoka pembeni kaingia kati kukaba. Ndio beki wa mwisho. Hapo Yanga wanatafuta goli la ushindi sasa. Kwa walikuwa wanaposi. In fact kabla Yanga hajafungwa kwenye ile shambulizi Yanga walipiga, kuna mchezaji wa Dodoma Jiji sikumuona vizuri, aliokoa ule mpira kwenye mstari, aliclear. Yes. Kwa hiyo Yanga walikuwa wamejizatiti kwamba lazima tuchukue pointi 3. Ila Dodoma walijua hizi dakika sisi inabidi tusirudi wote. Na ndio maana Shentembo hakurudi kwenye ile kundi la wenzia, alikaa mbele. Kwa wakati ule mtu unaona kabisa timu imesha kufunga kwa magoli ambayo haieleweki moja kwa moja, si akimpira kwamba mtu ametengeneza amefunga. Hauoni kama tukilega tena hapa kuna kitu kinaweza katokea na wakaamua mchezo? Kwa sababu Yanga hawakuwa na kadi nyekundu. Mkishajiona kama vile dakika za mwisho mnaenda kulazimisha ushindi, mnatakiwa pale mnamrudisha labda Damaro Kamara, kwa sababu mnasema hapa tutatumia cross kwenye ile shambulizi sasa hivi, kwa sababu ni gombania goli, hamna tena kupiga pasi. Maana yake mnawarudisha watu wote wafupi nyuma. Kama ya Okwasa alivyobaki, alitakuwa baki na mtu mwingine. Let's say angebaki na Damaro Kamara. Alafu wangewacha hata ile counter ilivyokuja ingekuwa ni 2v2. Sasa jana counter inakuja ni 2v1. Yuko Shentembo, yuko Mbundo against ule ya Okwasi. No chance kwa ule beki. Yaani haiwezekani hata kimahesabu. Mawasiliano ya Baka na Bakari sina hakika nayo, lakini kitu ambacho na hakika nacho, goalkeeper aloingia baada ya Diarra hakuwa na commanding presence, yani hakuwa na nguvu ya kucommand defense. Defense ndio ilikuwa inaamua cha kufanya. Specifically Kapteni Nondo alikuwa amejiamulia cha kufanya, amejiamulia mambo. Badala ya kumwacha goalkeeper ndo aamue kwamba Mwamnyeto acha ni dake. Lakini yeye Mwamnyeto aliamulia mambo. Kwa goalkeeper japo Mwamnyeto alichokifanya ni sijajua, yani mimi kwanza nimejaribu kuangalia. Wewe umesikia Lugendo? Wewe uwezi, si unaona mpira una kasi. Ile najaribu kutaka kulirudia ile goli kwamba kuna uwezekano beki mzoefu kama yeye akawa amekusudia kuukwepa ule mpira. Kakusudia pale. Mwamnyeto bila communication. Hakuna communication pale. Kipa yamwambia Mwamnyeto auache mpira. Mimi najaribu kufikirisha. Rudia hiyo movement. Baada ya video ya goli wakati wanarudia nikamwangalia Mwamnyeto anamlaumu Masalanga kwamba yani hata huo umekushinda. Na Masalanga naye anashangaa, mimi sijakwambia uniachie mpira, yani uliuachia. Walikuwa kama wanashangaana kwenye katikati ya. Kwa sababu kiuhalisia ndio maana huwa tunasema kipa ndo akwambie acha ile adake, kwa sababu wewe unaweza kuona mpira ni mwepesi kwako kwamba sio shoot. Lakini kipa timing yake inawezekana ilikuwa mbovu.
Kwa hiyo wewe unatakiwa msubiri kipa akwambie acha ya kwangu ndo kafanya hivi kabisa. Ile mwamnyeto akagopa kabisa. Sitaki ushahidi. Ila mwamnyeto kwa kujiamulia mambo. Jana bwana mwamnyeto alikuwa amejiamulia mambo. Hiyo kauli jana imetumika rasmi. Kwa sababu ule mpira ndio haukuwa, ujue ukiangalia vizuri, haukuwa karibu yake sana. Haukuwa karibu yake sana, haukuwa na shuti kali. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kujirusha kwenda kucheza. Ila pengine akaangalia akasema sije nikajifunga tena. Ngoja nimwachie kipa bila kuongea naye. Kipa naye kama akamsikilizia mwenzie. Kwa sababu hata alivyoruka kipa, karuka mpira tayari ushaenda. Si ndio maana nakwambia kipa amekuwa surprised kwamba mpira ni kimo cha mwamnyeto, alikuwa na uwezo wa kuclear kwa kichwa kurudisha ulikotoka, lakini kamshtukiza kipa, kamwachia kainama. Kipa pala, ndio maana nikasema labda kama ingekuwa Jigi kwa flexibility yake. Dressing room ya Yanga imekuwa nzito. Na wameitengeneza wenyewe. Tatizo ndio maana nakwambia hawataki kukubali ukweli. Yaani mimi ninachojua duniani hapajawahi kutokea kocha akazaliwa tu akamaliza chuo kusoma masomo ya ukocha akawa kocha mkubwa. Anakuwa hajulikani, atakuja baadaye atapata jina, once ataondoka kwenye ile timu. Ile timu ikishajua sasa tumeshafika level fulani, sisi hatuajiri kocha yoyote. Sisi tunataka tuajiri kocha anaendana na standard zetu sisi. Sasa Young Africans kwenye hilo wanabugi na kukubali hawataki. Juzi hapa nilisema, do you think ni kitu cha kawaida timu moja kwenye kila msimu miwili mfululizo inafundishwa na zaidi ya makocha wawili ndani ya msimu mmoja, hata watatu? Kwangu mimi hicho ilikuwa ni sign ya wazi kama Young Africans kwenye eneo la technical bench walikuwa hawajajipata. Mashabiki wa Young Africans nao hawakuwa mbali na bao la asubuhi na wameripoti live kutokea huko, ikiwa timu nayo mwishoni jana baada ya mechi walianza safari ya kurudi Dar es Salaam. Na tunavyozungumza wapo tayari mjini. So wanapanda basi mpaka Dodoma wanapanda ndege. Hamna muda. Ndege? SGR. Ndege kwa matokeo gani wewe? Nilikuwa kumaanisha ndege haijapandwa kwa sababu bosi kanuna. Wewe mambo kama yale yalitoka jana. Unaweza kumwangusha bosi kwa pressure. Na vile hata mkimbie. Bosi nyumbani amekaa na angalia mpira kwenye TV hapa anatoka mambo yale. Pale timu ingeendeshwa na watu fulani mnakimbia mpaka Dar es Salaam. Jogging mdogo mdogo tu. Au kwa sababu ule mtu wa maji kafungiwa yule. Kwamba hajaenda kufungiwa mwaka yule. Ila Diala na kuita mara 3 blaza, hii Yanga mzee wangu. Alafu katika duniani kote shabiki usimweke garanti. Lakini wa Yanga tu kwanza. Sasa wa Yanga ni something else. Mashabiki wao siku zote wanataka furaha yao tu. Sasa kuona unawahujumu kwenye furaha yao lazima wakutolee mapanga. Simba angalau wana kastandi nisikia fulani yako sei, lakini kimoyo moyo wanaumia. Kama labda kwa sababu mashabiki wa sasa waliopo karibu sana na Diala ni watoto, ni vijana. Lakini angepata watu wangemwambia uko nyuma walioko pita wachezaji walipendwa kuliko yeye. Yeye hajafika hata nusu ya wachezaji kupendwa. Na bado watu na unajua Diara hana hiyo convincing power kubwa. Sasa unajua acha kwa mashabiki. Issue iliyopo kitu ambacho Diara sasa hivi anachokuja kutengeneza, unajua tusiwe waongo. Hizi timu bwana watu wanawapenda sana ni washambuliaji. Sio anafunga. Ila Jigi pia ni kama mshapata hicho kitu. Anajulikana kwamba utake usitaki. Yeye na atadaka. Atadaka. Yaani hamna namna nyinyi, mimi lazima mkubali kwa engo hiyo. Yeye ndo ameibeba timu kusema kwamba hii mechi timu imemalizika hivi kwa sababu yake. Hata mechi za dabi ukiangalia nyingi ambazo Simba anafungwa za 6 mfululizo, uwezi ukataja mchezaji mwingine ukamsifia kuliko Jigi. Hiyo inaitwa licha ya kazi kubwa unayofanya. Inabidi ubaki na ana mambo mengi mazuri Diala kafanya tangu aje Yanga, lakini kwa jambo moja tu linaweza likafanya watu wakasahau mengi uliowafanyia. Ndio kama alichofanya jana Jigi. Yes, na Jigi jana ni kwa sababu walishindwa kustuka mapema control. Unajua alianza kwa waamuzi na wachezaji wenzake uwanjani. Tazama ambavyo kuna mechi nyingi mpaka anapewa adhabu ile ya kufungiwa kwa sababu ya kumsukuma mwamuzi kufungiwa kwa sababu kushindwa kumwadhibu. Ile mechi na Mtibwa tayari kuna matukio kadhaa nyuma alishayafanya ya kuwa mtata kwa waamuzi, yani kwa katika namna ambayo ni kama vile akiona kuna kitu hakiko sawa anataka kukilazimisha, lazima kihukumiwe vile ambavyo anaona kiko sawa. Ile hali imeenda, na kwa sababu pia alibeba timu kwenye nafasi nyingi muhimu, sijajua kama walikuwa wanakaa naye na akaja akakosea kwa kuonesha kidole cha nanino akachangiwa muda ya basi naye akaja akafungiwa, hakuchangiwa. Sasa mapembe yakaanza kuota. Tatizo ukweli ni kwamba
Inawezekana labda na wachezaji kana waingia kwa kitu. Yanga inavyotengenezwa sasa hivi inataka kufanywa kuwa timu untouchable. Yaani serikali tuiseme, ile klabu tusiseme kwa sababu wanataka kwa hiyo vitu hivyo haviwezekani. Sasa Yanga wanataka kuwa untouchable, wasiguswe, wakikosea wasiambiwe, yani wao wanafanya kila kitu sawa. Hakunaga timu hiyo. Si huyo Florentino Perez juzi kabidi atoke ajibu tuhuma za timu yake. Kwa sababu hakuna timu ambayo igusu. Sasa Yanga wao ukiwaambia ukweli wanakuambia timu yetu haikuhusu. Unacheza ligi iko Tanzania na sisi tunaishi humo. Kwa hiyo halisia mchezaji mimi kwangu sijui, lakini inabidi wakae naye jiji wamwambie, kwa sababu bado ana mkataba na Young Africans na ni goalkeeper ambaye kiuhalisia kumpata kama yeye sasa hivi bado itakuwa ni jambo gumu. Kwa hiyo lazima wakae naye wamnyooshe tu goalkeeper wao, wakae kwenye mstari, kwa sababu Diallo mwenyewe hakuwa hivi kwa mwanzo. Sasa hivi ana nguvu ya kujiamulia mambo. Sawa, Ali Kamwe yuko hapa ndani ya bao la asubuhi. Na tumsikilize kidogo namna ambavyo anazungumza hali ya timu kwa sasa na namna ambavyo wanajiandaa kwenye mechi inayofuata. Kumbuka ukiachana na hili Mosi wa FA na JKT Tanzania Meja Jenerali Samuel patamu hapo. Ali Kamwe, bwana, imekuwa siku ngumu, imekuwa siku mbaya kwa mashabiki na wanachama na wapenzi wa klabu yetu. Imekuwa siku msimu jana. Unajua kuna sehemu utavaa uimpress nani? Mshafika hiyo sehemu? Kiaje. Mfano baki jijini huko. Unaamka asubuhi unavaa upendeze, umuimpress nani? Umvutie nani? Wewe uko shambani, vaa tu, wewe piga shati yako kubwa. Ushakuloge tu. Shambani unakwenda kushine. Inawezekana unapendeza, ukifika kule unabadilisha, unalima, ukimaliza unapendeza. Vaa tu bukta yako kubwa. Vaa buti lako, yani wewe. So anasema umaridadi uficha umaskini. Bwana wewe utapendeza ukasukua kwenda kanisani labda. Kwa sababu kijiji kizima wanaulamba. Na usiloambe sana satini fulani hivi, suti fulani ya satini. Unavaa upendeze, nani championship? Umekwenda lakini Bukoba. Wanapendeza. Samuel, dakika 45 tunaendelea na stories za hapa kampa tena. Kumbuka siku ya leo pale Lake Tanganyika Kigoma, saa 10:15 mchezo wa Simba Sport utakuwa hapa live Bongo FM. Huko atakuwepo huko Lutengano Cheyo. Yes. Kwa ajili ya matangazo hayo. Kabisa. Wakati tunaanza yuko hapa kocha wa Simba, lakini pia yuko kocha Julio. Sasa mimi natamani tuanze na Julio kwa sababu alinivutia. Kapiga biti zito. Kapiga mkwara mnene unaambiwa. Yeye na Simba wote wanausaka ubingwa. Kama mnawaza tofauti mumwambie. Ila wote wanataka. Sasa nani anawaza tofauti? Akasema kama kuna mtu anawaza tofauti, au ni Chisano, amwambie. Chisano unawaza tofauti? Nani? Mashujaa na Simba wana malengo sawa. Haiwezekani. Wote hapo ligi kuu. Wewe Mashujaa hawezi kuwa na malengo sawa na Simba. Au unawaza tofauti? Simba na embu mwambie kocha Julio. Yuko nafasi ya 9 na anataka ubingwa. Hawezi kushinda ubingwa. Yeye mwenyewe anajua bwana. Ubingwa anawania ni Simba na Yanga tu. Na hizo ni timu ambazo kimahesabu bado ziko kwenye race. Yaani unaona kabisa, yani kweli kuna uwezekano Simba akamchallenge Yanga kwenye ubingwa. Ni sahihi kulinganisha nafasi ya pili na nafasi ya 9 kwa sababu tu wewe hauongozi ligi, kwa sababu vigezo vyake alisema kwamba kama huongozi ligi wewe sio nambari 1, maana hata ligi ikisimamishwa sasa hivi na rais wa jamhuri. Ile kauli yake wala ile yeye ametoa mfano ambayo sio halisia. Yaani uliweko na wapi rais akailisha ligi kwa imeisha. Kwa hiyo kiuhalisia naye Julio hapo labda kama alikuwa anatuchangamsha, lakini au hata hiyo ligi tu kwamba eti ligi ghafla imeisha leo. Imeisha ghafla tu. Kwa sababu hata kwenye COVID ligi tulizimalizia. Kwa hiyo kiuhalisia mimi naamini Simba na Mashujaa malengo yao ni tofauti kwenye msimu, na hilo unaweza kuliona hata kwa aina wachezaji wanaosajiliwa Simba. Simba inasajili wachezaji wakubwa ambao sio kimshahara, sio daraja la ubora, hawalingani na wachezaji wa Mashujaa. Kwa hiyo kiwalisia alama 26. Kama Simba anamzidi Mashujaa pointi 26, unasemaje mna malengo ya kufanana? Au ni 23 ya. Tutakuja kuangalia hapa kauli ya kocha Julio inaportray nini hasa kuelekea katika mchezo huu, na hata baada ya mchezo pia tutaangalia. Kwani Julio anasemaje? Huyu hapa. Ukubwa pua sio wingi wa makamasi. Na ukimsifia babako anaenda mbio lazima umsifia anayemkimbiza. Hii ligi